alikuumba. Kwa nini Mungu alikuumba? Tukubaliane wazi kwamba chochote kile ambacho utakuwa nacho chenye thamani, kama hutajua thamani ya hicho kitu, ile thamani haiwezi kuzilika katika maisha yako. Yaani kwa mfano, mamangu, kuna mtu alipewa dola 100 alafu akapewa na 10,000 ya Tanzania, akaambiwa unachagua kitu gani? Yule kwa sababu ni Mtanzania na ajui thamani ya dola 100, alikimbilia 10,000 kwa sababu anaijua. Laiti angejua kwamba dola 100 ina thamani ya 250,000, angeenda kuchukua dola 100. Lakini kwa kutokujua thamani ya dola 100 alikimbilia 10,000. Ndivyo ilivyo maisha ya kawaida. Usipojua thamani ya kuumbwa kwako, usipojua thamani ya uwepo wako hapa duniani, usipojua thamani ya uhai wako, hauwezi kuishi sawa sawa na ile thamani ambayo Mungu ameiachilia ndani yako. Kuna watu wengi tutakubaliana kwamba wanaishi maisha nje ya thamani ya Mungu aliyoiweka katika maisha yao. Tutakubaliana kwamba kuna watu wana thamani kubwa sana mbele za Mungu, lakini hawaidhihirishi hiyo thamani kwa sababu ya maisha wanayoyaishi. Aidha, nikuulize swali, ni mpango wa Mungu kumuumba mwanadamu aje afanye uchawi? Jibu ni hapana. Ni mpango wa Mungu mwanadamu kuja kufanya zinaa? Ni hapana. Ni mpango wa Mungu mwanadamu kuja kunywa pombe? Hapana. Kuna vitu ambavyo mwanadamu hajui thamani ya maisha, ndio maana anaishi kwa mazoea. Wengi tunaishi kwa mazoea kwa sababu hatujui thamani ya maisha yetu. Wengi tunaishi maisha ya dhambi kwa sababu hatujui thamani ya maisha yetu. Wengi tunaishi maisha ya mateso kwa sababu hatujui thamani ya maisha yetu. Laiti tungejua thamani ya maisha tulionayo, hakika nakwambia kila mwanadamu ambaye anasikia hii sauti angemfanania Yesu, na hakika kwamba kila mwanadamu aliyeumbwa katika hii dunia angefanana na angekuwa na maisha ya Yesu. Sasa thamani ya maisha ni nini? Kwa nini Mungu alikuumba? Jambo la